uangalie sehemu ambayo haitakuwa ya usumbufu. Maisha ya maombi. Sehemu yako na mama nyumbani kama ipo ajue kwamba baba anaomba, ajue kumkanya mtoto. Babaka anaomba. Mama una mtoto, kuna dada waambie usiende huko kwa sababu unaomba. Sasa sisi maisha yetu yanaendeshwa na maombi. Tusimame katika maombi, tuimarike katika maombi. Safari ya kwenda mbinguni tunaimarika kwa sababu ya maombi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi ushuhuda wa maombi nao mwingi sana. Nikitoa ushuhuda hapa ni mwingi sana ambao nimeshaona ni kwa ajili ya maombi. Kitu cha kwanza, maombi yananipa njia ninazopitia, yananipa yani kushinda, yani kuniimarisha, yani kuona kwamba kile kitu hata kama kina nguvu na kiona cha kawaida. Na kiona yani akinitikisi kabisa, sio kama mtu wa dunia, labda akipata mwingine anaenda kuna sumu, mwingine anaenda anaazia, lakini mimi nikiliona na yani nakuwa niko sawa, tunaona itafikia mwisho, itaisha. Kuna mtumishi mmoja ambaye namsema kwenye Biblia ambaye ananifanya yani imani ya Islam, Ayubu. Nikiwa natafakari Ayubu jinsi alivyopata mapigo, jinsi alivyo, na mimi nikasema ni bado kabisa katika haya nao ninayopitia, bado sijafikia Ayubu. Ningekuwa kama Ayubu ningekuwa. Kwa hiyo inanipa nguvu ya kusimama katika maombi, naendelea kuomba, na katika maombi kuna changamoto, kuna adui ndo anainuka kwa sana, lakini nasema Mungu, wewe ndiye kutumikia, wewe ni Mungu wa mbinguni. Mimi simtumikie duniani, simtumikie mchawi, simtumikie majini, ni wewe Mungu kuje vitusha, ni wewe Mungu uliyeumba mbingu na nchi, ni wewe. Nasimama na Mungu. Kwa hiyo maisha yetu ni maombi. Amen. Tuwe popote, uwe kazini, maombi. Nao Mungu amenipa neno tusimame kwa sababu nguvu yetu ni maombi. Amen. Hatuendi popote bila maombi. Amen. Uone kufanya kazi maombi. Amen. Hata ukienda kazini, ukienda kulima shambani maombi. Amen. Au ukienda kwa maombi. Amen. Ukiwa unakuwa maombi. Kwa hiyo sisi safari ya kwenda mbinguni ni maombi. Amen. Tusimame, kanisa aliende huduma yende maombi. Amen. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Amen. Tutaenda kuangalia katika Biblia Wathesalonike wa kwanza 5:17. Naomba msaidie kusoma. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5:17. Ndio naomba kusomea. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5:17. Haya hata kusoma. Ombeni bila kukoma. Neno linatuambia ombeni bila kukoma. Tusikome. Tuendelee kuomba. Changamoto tunazozipitia ni changamoto nyingi, tuombe. Mimi na ushuhuda mmoja ambao naona wa ajabu. Mimi kuna ndugu yangu huko nyumbani huwa anasumbuliwa sana. Sasa akisumbuliwa yani anasumbuliwa sana, yani anaweza kanipigia simu yani mpaka anasema huyu kweli, lakini nicheza kwenye maombi. Nikiingia kwenye maombi na yuko mbali sasa. Sasa kwenye akili zetu tunaanza kusema sasa mimi nikiomba kwani huko labda huko Bukoba au huko wapi Mwanza maombi, kumbe yani akili ya Mungu yetu. Maombi tena unaomba, unasikia nimeinuka na anakuwa anaomba kwa huyu. Ndio nielezea kwa nini inakuwaje? Huyu atasimama kabisa. Anasimama. Kwa hiyo maombi ndio nyenzo yetu, maombi ndio silaha. Amen. Tuzame kwenye maombi. Amen. Maisha yetu yaendeshwe na maombi. Amen. Unapokuwa nyumbani, huduma iombe maombi. Amen. Unapokuwa watoto, maombi. Kila kitu
taifa letu maombi, mitaa yetu maombi. Sasa unakuta vitu vingine mtaani vikiharibika watu wanakuchukia, lakini hawajui kwamba wanakuchukia kwa sababu ya kazi zao hizo. Lakini hawajui kwamba umo wanapona, umo wanapona, umo katika maombi yetu wanapona umo kwenye maombi. Katika maandiko Marko 1:35 tuangalie hayo masomo ya maombi. Tudumu katika maombi ili huduma iweze kwenda mbele, ili na sisi tuimarike. Amina. Nilipata nisome Marko sura ya kwanza sura 35. Hata wakajini mapema sana akaondoka. Akatoka akaenda zake Huyo Bwana Yesu. Huyo ni Yesu aliyetoka, yani ndio maana nasemaje nikatoka utakuja kusema sisi tuna familia. Na familia hizi ni shetani anazitumia. Akikushinda wewe anatumia mtoto. Akishinda wewe anatumia mwanaume. Akikushinda wewe anaweza kutumia mtu mwingine. Mimi nishasema kwamba mimi nikiwa naomba kuna yani kama sijaomba au siku ambayo labda sijaomba siwezi kusikia dalili hii, lakini nikiwa naomba utasikia jiwe kwenye bati inapiga tena kwa yani unakuta jinagonga kama mtu labda kama jiwe kubwa. Sinaanza kujiuliza kwani tena sio mara moja, anarudia safari mbili, yani kwa sasa unaendelea kuomba. Sio ni kila siku unapoingia kwenye maombi, ni kila siku. Sasa ndio nasema kumbe haya maombi yana nguvu. Maombi haya ni silaha. Amen. Maombi haya. Amen. Tukisoma na maombi tutashinda. Tukisimama na maombi tusikate tamaa. Amen. Yani tupambane. Amen. Kwa kama nani jeshi na katabu tamaa. Kama nikupambana. Inakuja changamoto mbalimbali, magonjwa haya. Mimi natoa mfano, mimi nyumbani nikisema labda ningekuwa mapolasa hospitalini, sijui ningekuwa nimeshaoza mara ngapi. Ikiwa wakati mwingine kama jana nilitoka hapa naoma, yani naoma, yani kuna kitu naambia wapendwa wenzangu, jamani mimi naoma, lakini nikatambua ndani kumbe kesho nasimama madhabahuni. Ndio maana huyu anainuka ili anizuie. Na mimi nasema kwa kweli ni huduma, nitasimama. Ulipofika usiku nimetoka hapa, mimi sikusikia nani yoyote. Niamka asubuhi vizuri. Kumbe hiyo shetani anainuka kwa sababu alikuwa anajua sisi hapa sisi ni adui na shetani. Kwa hiyo tupambane naye huyo shetani, tusilegee. Anapopaza ili rudi nyuma akuweze. Tunaenda katika maandiko, naomba msomee Waebrania 5:7. Hayo ni maandiko ya maombi. Leo nilikuwa nataka nifundishe maombi. Amen. Napokuwa njiani, sio kwenye gari, sio lazima upaze sauti. Na mwingine yuko kwenye gari unakuta ilikitizika kidogo. Wewe kwa kwanza ndio nasema ukishaomba usiamini kwamba unafika. Ukishaomba unamaliza. Sasa ambao tunatoka na mikoa, mimi naanza kabla sijaanza safari. Naingia mapema. Mungu tazama safari iko mbele. Hapa hii safari nainua kwa imani. Naiweka mikononi mwake Mungu. Hii safari ni wewe. Wewe ndio kiongozi. Uniongoze kutoka hapo na kuingia. Na kweli mimi nikishaomba tuweze kuingia kwenye gari sina ya kusema sijui. Gari kitaweza kidogo tamani. Hapa kwani naanza kuangaika asiangaike. Najua nimeshaomba. Na ula ikifika labda nitarehe. Lakini unakuta yule ambaye ana neema hiyo anakuta anataka sema basi ndio kwa hiyo. Nimesoma Waebrania naomba nisome. Waebrania 5:7. Yeye siku hizo za mwili wake
alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Amen. Tuko kwenye maisha ya maombi. Amen. Maombi tunasikia hapa tuombe legelege. Huyu aliombaje? Aliomba kwa machozi, kwa kuugua. Amen. Na sisi hivyo hivyo. Na sisi hivyo hivyo. Na sisi inabidi tusimame hivyo hivyo. Amen. Katika maombi hayo. Mwezi uliopita niwaambia kuna changamoto ilitokea. Tena hivi tuko ndani na watoto hao ambao tunaambia waje kanisani watatu. Kwa maana nikasema hawa watoto wanapitiwa na shetani, wanaleta shetani na unaweza kuwa na mtoto hataki kwenda kanisani. Kumbe ni njia ya shetani kuweza kupitia kuja kunyonya nguvu zako za imani. Sio mtoto mimi nikula. Lakini mimi siku nakumbuka ilikuwa Jumatano niko hapa kanisani. Kuna kwenye maombi jamani nilipotoka hapa. Hiyo jamani tukumbuke yani tujue njia za shetani. Amen. Kumbe hiyo shetani si nguvu ni kutangaza njiani si tu. Yaani nilipofika nyumbani nikafika pale jamani nilikuwa na usingizi. Nimechoka. Sasa watoto wanajiandaa kwenda mimi wanajiandaa kwenda kuelea huko. Mimi na usingizi nielemewa. Sasa nikawaambiaje? Nikaenda nikaa. Waliporudi kutoka kupika sipo yani sipo. Nimelala. Na huyu mwingine huyu aliyekuja naye kujaliwa naye niko naye ndio tumelala wote. Sasa usingizi kama wao wamepika wamemaliza chakula tunaipa jamani chakula na inuka mimi nakwambia chakula sikiweza chakula bado usingizi umenilemea. Nikolala jamani sikiweza na sio kawaida yangu. Huyu mwingine naye aliyekuwa bavuni naye amelala. Sasa huyu aliyekuwa bavuni alikuwa anajaliwa. Sasa mimi ameinuka kumaliza kesha zile ndoto kwenye nini? Sasa mama kainuka mama kwani mnalalaje? Unasema nini? Kwa sababu anajua mimi sio wakati mwingine akiambia na mimi anaamka na kutoka wakati mwingine naomba. Kwani mnalalaje? Kasema nini? Sasa sijielewa. Kasema nini? Ana kawa ongea. Wakati hapa tunaona tuko hivi kwenye uwazi wa mlango unaona paka yuko mlangoni. Amesimama yani kama mtu mtu na kama anaangalia. Sasa kama ananiambia mimi nilikuwa ninalala. Lakini nikaota kwenye nyumba fulani wameandaa huko kwenye mfumo. Wanaandaa chakula. Ile vitu wameandaa bongo wakaweka pale. Sasa walipotoka pale bongo au wenzangu hiyo dada yake na mdogo wake wakawa wanafurahia kula chakula kile. Sasa mimi kile chakula nikawa sijisikii vizuri nisikia kama nimeongea fulani kile chakula kinachoandaliwa. Lakini naye andaa chakula wao kama wachawi wana nguvu. Haonekani huyu anaona sasa zinaandaliwa kile naye andaa chakula haonekani. Kwamba anaficha anajificha. Sio nasema mtoka sasa mimi sikutaka kile chakula. Yale hao waliokuandaa wanafurahia kula chakula kile. Sasa hapo nikasikia kwenye kona nikishwa uji unaharufu kama ile wana pilipili mtamu. Uji harufu ile ndio nasikia kwenye pua yanukishwa. Kwenye ndoto. Basi. Ananiambia hivyo. Sasa hapo nikasikia hapa kwenye utosi na polisi. Yaani upepo ukifanya polisi. Akasema tena hao wacha tulikuwa nao hapa. Akasema nakwambia wacha tulikuwa nao hapa. Sasa na watoto hao ni malaika. Mtoto mdogo anaangalia. Anaangaika mimi nakuja kuziruka usingizini. Anaangaika mama mwenyewe na mwenyewe yuko hivi. Ndio yuko sasa. Nikasema sasa kitu gani? Naanza kuomba jiwe juu. Bwana asifiwe. Kama natoa ushuhuda juu ya nguvu za au giza hizi yani wachawi wapo. Sasa kasema nikaenda kwa jiwe la pili. Yaani akosaje mambo mawili. Kama nikaomba. Lakini nashukuru jamani zilishuka nguvu ambazo sijawahi kuona. Zilishuka nguvu za ajabu. Kwa maana nasema kuomba ni silaha. Nilishuka nguvu mpaka sasa hivi mtaani mtu akiniangalia ananishangaa. Kwa sababu mimi sidhani mtu ile nguvu iliyoshuka. Sikusikia kwamba labda watu watakuwa wamelala utasikia naomba
na ugua tena Roho Mtakatifu alishuka nikaenda kwao. Nikashuka. Sasa jirani yangu mmoja kanisa anamwambia mama, kwani unajua wamefiwa? Huyo akasema hamna, si walokole au unajua mpaka wanalia. Ni yani karibia ya nusu saa kwa maombi yake. Nilikuwa nikitetemeka nguvu za ajabu. Nguvu za Mungu zilikuwa zimeshuka. Kumbe tunaomba tulegelege hatutamwona Mungu. Tunaomba tulegelege tukiomba hivi. Mimi siwe nilimbalika. Alafu ile nikaijua kwamba huyu mtu tayari huyu katika ulimwengu wa roho ameelewa. Na yule mtu nakwambia mpaka sasa hivi sura zikutani. Mimi na yeye azikutani. Azikutani. Amen. Biblia inasema utajua mwenyewe. Na mwambia Petro anasema utaendelea kupita. Wewe utaendelea kumfuatia utapita. Amen. Tuangalie kama sasa kama hivi kama huyu. Ananisaidia tu anakimbia. Hayo tunasema maombi. Naomba msomee. Hapo yenyewe tumemaliza. Twende Luka 22:44. Luka. Tuko katika masomo ya maombi. Amen. Maombi. Amen. Ndio tunayo katika safari ya kwenda mbinguni. Amen. Hii itutengeneze. Nimesema Luka 22:44. Amen. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Amen. Sisi tumeshafikia hapo kuomba mpaka ya damu. Na hiyo tutazame alikuwa ni Yesu ambaye alikuwa na uwezo, lakini alikuwa anaomba mpaka ikafikia hapo. Sisi tumefikia. Hata machozi yenyewe hayatoki. Machozi yenyewe ya kawaida. Hata kunyenyekea kwa nini ndio wanasema jinsi ya kuingia kwa Mungu. Tutazame unapoingia kwa Mungu usitake kuomba yani kiovyo yani naomba juu tu. Nenda kwa naomba kidogo, kiomba kidogo na wenyewe anaanza kwa sababu shetani nishasema kwamba shetani naye anakutafuta kwani na mali. Unapoenda kuomba najua sasa huyu anataka kuniambia kazi. Kwa hiyo tuombe kwa nguvu. Tunaona hapa Yesu wetu alivyoomba kwa nguvu mpaka machozi yakabadilika yakawa damu. Tuombe maisha yetu ya uokoe tuweze kushinda. Tutashinda kwa maombi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalie kama andiko Warumi 8:34. Maisha ya maombi jamani. Maisha ya maombi wapendwa. Amen. Maisha ya maombi. Amen. Tusubirie tuwe kanisani. Amen. Unapokuwa nyumbani omba tu. Ulipokuwa wapi hata kama wewe ukisikia mimi sasa hivi ndio hiyo kio imeondoka nenda. Ilikuwa wakati mwingine mimi nikiwa kokote hata kwa sasa hiyo kio ya kuomba na hapo nikisikia roho ya kuomba hapo. Ninaomba hapa sasa hivi inaisha. Naomba nisome Warumi 8:34. Warumi. Somo kwa msaada wa Mungu. Amina. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Na sasa Amen. Bado 95. Amen. Tumeona kwamba sisi katika maombi haya tunayosema sio sisi kwa akili zetu. Sisi tuna ambaye anatuombea. Sisi tunaomba msaada. Sisi kwa akili zetu hatuwezi. Ndio maana tulikuwa tunaomba kwa akili zetu hatuwezi. Tunahitaji msaada wake. Msaada wake ambao ni Roho Mtakatifu ambaye alituahidi kwamba anaenda kutumia Roho Mtakatifu kwa kutusaidia kuomba. Ila sasa ili Roho Mtakatifu tumuhitaji tuombe msaada. Roho Mtakatifu tusaidie. Roho Mtakatifu tuwezeshe. Hatuwezi kwa akili zetu. Tutie nguvu. Roho Mtakatifu anafanyaje? Anatuombea. Sisi kwa akili zetu, kwa akili za binadamu hatuwezi. Wasa na tunahitaji msaada. Msaada wa kuombewa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika
maombi yetu. Mimi nikisema nikitoa ushuhuda katika maombi naweza nikakesha. Amen. Kwa hiyo mimi nasema tudumu katika maombi, ni ambacho kitu ambacho nimeshakiona katika maombi ni ushindi. Unapokuwa kwenye katika maombi utashinda. Hata kama kile kitu kitangangania kukaa. Kwa sasa sisi kwa akili ya binadamu unaweza kuomba. Unaomba unaona ile inaendelea kuumia. Unaomba tu nani sasa bwana ninapoomba kwa nini inakuwa hivi? Kumbe yaani inakuwa hii Mungu akuone kwamba huko anakutengeneza ili uweze kuona kwamba ile atakapokuja kukupa ili upate ushuhuda. Amen. Sasa akikupa haraka utakuwa yaani uombe hapa utajua kwamba ni Mungu umefanya kazi. Kwanza uombe kwa uchungu, hapo ikitoka hapo ndio unasema Mungu kwa kweli nimemuona. Utoe ushuhuda. Amen. Tende tukaangalia Yakobo 5:17 hadi 18 katika maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, tudumu katika maombi. Amen. Wapendwa, tudumu katika maombi. Amen. Na watoto wetu tuwafundishe kuomba. Hao wadogo sio kama sisi wa kwetu. Unamwambia anakaa na kuona. Sasa ukimwambia anakuwa pia mimi nimeomba kimya. Unamwambia sasa wewe umekuwa niomba. Sasa shaomba. Basi nasikia kuomba. Niomba kimya. Mimi naomba kimya. Nani amekusikia? Ni Yakobo 5:17-18. Amen. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii, mvua isinyeshe. Mvua isinyesha juu ya nchi. Muda wa miaka 3 na miezi 6. Mstari 18. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Amen. Na neno linatuambia kwamba alikuwa ni binadamu kama sisi. Wale aliyeomba tusiangalie kwamba ni yule aliyeomba, na sisi tunaweza uwezo tunao kwa sababu tumeshampokea Bwana Yesu. Tunamtumikia Mungu sisi ambao tumepata neema, tumeokolewa. Kwa hiyo na sisi kwetu yanawezekana. Tukianza hapo kila mtu anaweza kutoa ushuhuda. Kila mtu ana ushuhuda wake ambao ameshatendewa. Ambayo mtu wa dunia hajui kwamba hivi vitu vipo. Lakini sisi ambao tumepata neema tumemtumikia Mungu, tuendelee hivyo, tutapata zaidi na zaidi, tutaona mambo makubwa Mungu atatutendea. Wewe tutasimama katika njia zake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio tena Mathayo 7:7. Tuko kwenye maandiko ya maombi. Amen. Aliyepata naomba nisomee. Amen. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Amen. Kumbe tunasikia maelekezo katika Biblia. Tuombeni nasi tutapewa. Tubisheni tutafunguliwa. Tutafuteni tutapata. Tulishapewa. Tumeshaambiwa kwamba tuombe nasi tutapewa. Sasa sisi tunasubiri. Tuombe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuombe. Amen. Kanisa tuombe. Amen. Sisi kanisa ambao tumechaguliwa tuombe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaenda tena Warumi 8:26. Warumi 8:26 hadi 28. Namba aliyepata somo. Warumi 8:26 hadi mstari wa 28. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hayo ni maandiko ya maombi. Aliyepata somo. Kadhalika Roho naye husaidia udhaifu wetu, kwa maana hujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe huombea kwa
kuugua usipoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa kuwaombea watakatifu kama atendavyo Mungu. Amina. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wapendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Amina. Tunaona maandiko yanaendelea kutuhimiza kwamba Roho Mtakatifu ndio anayeweza kutuombea sisi. Kwa akili zetu tutachoka, lakini ukimwalika Roho Mtakatifu, mwalike. Wakati mwingine unaweza kuamka asubuhi unamwalika Roho Mtakatifu, mimi siwezi. Unamwalika Roho Mtakatifu, mimi siku ya leo naweka mkononi mwako, wewe ndio unifundishe kuongea. Wewe Mungu ndio unifundishe nitendeze. Wewe ndio, yani wewe ukiomba hivyo msaada utapewa sawa sawa na vile ulivyoomba. Amen. Hii Yohana 17 itakuwa yote hiyo, naomba utasoma kwa muda wako. Amen. Twende tumalizie na Yohana 15:16 tunamalizia maandiko ya maombi. Amen. Aliyepata somea Yohana 15:16. Amina. Si ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Amina. Ndio somo la mwisho. Sasa tuangalie faida ndio somo la mwisho katika masomo yale ambayo yalikuwa yanatuongoza kuonyesha kwamba maisha ya maombi haya ndio maandiko. Amen. Ni mengi, maandiko ya maombi ni mengi. Lakini haya niliyofanikiwa kuandaa ndio haya. Amen. Sasa tuangalie faida ya kudumu kwenye maombi. Amen. Namba moja ni kukua kiroho. Namba moja. Unapokuwa katika maombi, kidumu kwenye maombi, lazima utakuwa kiroho. Maombi yatakutengeneza. Maombi yatakuandaa. Usipodumu katika maombi, kwa kweli shetani atatuweza. Ndio maana tunahimizwa kwamba tudumu katika maombi. Yesu asifiwe. Namba 2, pengine sahihi. Namba 2, kutusaidia tusionewe na shetani. Yote tunajua tu, tunaendelea kukumbushana. Tusionewe na shetani. Maana unapokuwa katika maombi, shetani naye atapata cha moto. Hata kuchezea mpaka kusema akugeuze kama watu wa dunia. Watu wa dunia wenyewe hawezi kusikia anasema shetani kwa sababu ni watu wa shetani. Wale watu wa dunia ni watu wa shetani tu. Akija hapa na mgeuza na vieweza anaondoka. Lakini sisi kwa sababu tuna Roho Mtakatifu, wakati mwingine anakuta picha ya mbele huko anakuonyesha. Akikuonyesha ile kwamba ile kama ni mbaya utaikemea na kuikataa na kuifuta. Tena namba 3, kututengeneza kuzidi kuwa watakatifu. Hizo faida za maombi. Faida za maombi zinatutengeneza kuwa watakatifu. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kwenda mbinguni. Katika maombi tunajua kwamba hatutashirikiana maovu. Maovu yatakuwa mbali nasi. Na Mungu atatupa uwezo
wa kuweza kushinda zile ile za shetani, na hatutaweza kuingia katika mambo ambayo yanaenda kutupotosha, tuweka katika njia zisizo. Namba 3 hiyo, kutengeneza tuzidi kuwa watakatifu. Wanaweza asifiwe. Maombi yanatutengeneza tuzidi kuwa watakatifu. Watu wa dunia ambao hawajui kuomba, hawajui nini, anaomba. Sasa kama unaonaga wale wale Katoliki Yesu anaanza hivi, anafanya hivi, ndio ishara hiyo. Anafanya hivi, amemaliza. Na yule shetani naye atamshinda. Wakati hebu tutafakari, sisi tunaokaa tunalia mbele za Mungu, tunatoka hapa, lakini shetani bado anatupambanisha. Unalia, tunaugua, lakini tunaye, lakini huyo anayefanya ishara hii ya hivi, huyo ndio naye kabisa. Huyo anayetembea naye. Tunaweza sikia sana. Tunaingia katika kipengele cha pili ambacho kinasema hasara za kutokuomba. Hasara za kutokuomba. Hasara za kutokuomba. Hasara za kutokuomba, tutashuka kiroho. Namba 1. Hasara hiyo zilizo ni hasara. Usipoomba utaumizwa, usipoomba utapotea. Kipengele cha pili, tusiwe watu wa kushirikiana katika tushirikiane na watu wa dunia, kukaa katika makundi, tukaa kwenda kwa watu ambao wala hawajamu kwa watu wa dunia. Ukikaa nao kwa muda mrefu unaweza kutoka katika uwepo, unaweza ukapotoshwa. Wakati mwingine mtu ambaye hajaokoka anaongea anavyotaka yeye. Sasa nao unapokaa katikati yao pale, unaweza kukuta umeshatoka katika mstari, unaweza kukuta umeshajiingiza njia ya huko. Kumbuka kuna mama mmoja nilikuwa naye, alikuwa ni mlokole. Sasa sisi tulikuwa kuna kitu tunaongea, anasema mimi sina ulokole huo wa kijinga jinga. Yaani anasema sina ulokole huo, mimi na ulokole wa kijinga jinga huo. Yaani mimi mtu hata kisura kifanyaje, mimi sina ulokole wa kijinga jinga. Alisema huyo ni mtu ambaye ana utakatifu ndani yake, na huyo kaokoka. Lakini anasema sina ulokole wa kijinga huo. Sasa wewe kama umekaa naye na yule kaokoka, sasa mimi sina ulokole wa kijinga huo. Ni maana kama mtu akikufanya na wewe urudisha wapi kutokana unamtumana, ndio maana yake. Kwa hiyo ndio nasema kaokoka wewe. Yule ambaye hajaokoka lazima kama hujasimama utarudi nyuma. Kwa hiyo tujiepushe na mambo ya nyumbani huko tulipo. Jiepushe na mambo. Sio kusema jiepushe usongee na jirani. Yaani uongelee, lakini sasa ukikaa sana katika makundi yale utabeba tabia zisizo. Na utaongea, lazima utaongea kwa sababu ni binadamu. Kwa hiyo unapoenda kuingia katika njia hiyo, unataka kuchangia, unakuta na uwepo wa Mungu unakutoka, unakuta unashuka katika viwango. Yesu asifiwe. Naona jambo lilikuwa linaishia hapo. Nasema wewe twende mbele za Mungu, tumwambie Mungu atusaidie tuweze kusimama na maombi, tuweze kudumu katika maombi, kwa sababu tunajua kwamba maombi ndio silaha yetu ya kuweza kusimama na kuweza kutengeneza ili tuweze kwenda mbinguni. Tujue kwamba mbinguni akiendi kinyonge, mbinguni wanaenda watakatifu. Na watakatifu ambao wamekaa katika neno la Mungu, watakatifu ambao wamedumu katika utakatifu, ili twende mbinguni katika hali ya utakatifu. Twende mbele za Mungu, tumwambie Mungu katika somo hili, Mungu unitengeneze, Mungu unisaidie ndugu katika maombi, Mungu unitie nguvu
tuende mbele za Mungu, tuombe msaada, tusaidie. Yamkini kama tulikuwa tunaenda kinyume, tunaenda isivyo, mwambie Mungu. Roho Mtakatifu atusaidie, Roho Mtakatifu atushindie, Roho Mtakatifu atuongoze. Tuende mbele za Mungu, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Nazareti aliye hai, asante Mungu wa mbinguni kwa ajili ya neno. Asante kwa sababu ya somo hili. Tulishauriana na Bwana imepita kwa ajili ya kuponya. Na mbinguni Baba, katika jina la Yesu katika maombi. Baba, katika jina la Yesu tunajua Mungu wa mbinguni. Safari ya kwenda mbinguni wewe mama Baba. Baba, ni katika jina la Yesu Nazareti. Tunahitaji kusaidie katika maombi.